Kuna usiku mmoja, mtu mmoja alilala akijua kabisa kwamba kesho yake haitakuwa kama jana yake. Alikuwa amechoka kupambana, amechoka kushikilia, amechoka kubeba kila kitu peke yake kwenye mabega yake dhaifu. Na usiku ule, kwa mara ya kwanza katika maisha yake, aliinua mikono yake juu, si kwa kushindwa, bali kwa kujisalimisha. Akasema, Mungu, sitaki tena kubeba hili peke yangu. Chukua. Na kuna kitu kilibadilika. Si kwamba mazingira yalibadilika ghafla. Hapana. Ni yeye aliyebadilika. Ndugu yangu, dada yangu, hicho ndicho tunachokwenda kukizungumzia leo. Kitu kinachotokea pale mtu anapoacha kushikilia mambo yake na kumwachia Mungu kikamilifu. Leo sitaki niongee na wewe kama mtu anayekusomea hotuba. Nataka niongee na wewe kama rafiki aliyeketi karibu nao, akikwambia jambo ambalo limebadilisha maisha yake na ambalo naamini litabadilisha maisha yako pia. Fungua Biblia yako au fungua moyo wako tu ikiwa kuna Biblia karibu nawe sasa hivi. Twende kwenye Luka 22:42. Hii ni sehemu ya usiku mzito zaidi katika historia ya wanadamu. Usiku ambao Yesu Kristo kabla ya kwenda msalabani alikuwa bustanini Gethsemane akiwa na uzito ambao hakuna binadamu angeweza kubeba. Na katika uzito ule aliomba maneno haya. Akisema, Ee Baba, ikiwa ni mapenzi yako uniondolee kikombe hiki, walakini si mapenzi yangu bali yako yatendeke. Rudia tena taratibu. Si mapenzi yangu bali yako yatendeke. Maneno sita madogo, lakini ndani ya maneno hayo sita kumefichwa siri ambayo ni kubwa kuliko zote katika maisha ya kiroho. Siri ya kujisalimisha. Sasa hebu nikueleze kwa lugha rahisi hii inamaanisha nini? Kwa sababu neno kujisalimisha mara nyingi tunalisikia likitumika kanisani, lakini halieleweki vizuri. Kujisalimisha si kukata tamaa. Kujisalimisha si udhaifu. Kujisalimisha si kusema sina la kufanya basi niache tu mambo yaende. Hapana. Kujisalimisha ni kusema kwa dhati, Mungu, mapenzi yako ni bora kuliko mapenzi yangu. Hata kama sielewi, hata kama yananiumiza, hata kama sina jibu, na kuachia wewe. Kujisalimisha si kuacha kupigana, ni kuacha kupigana peke yako na kumwachia yule aliye na nguvu zaidi kuliko wewe apigane badala yako. Fikiria hivi. Mtoto mdogo anamshika mkono babake wakati wa kuvuka barabara yenye magari mengi. Mtoto hajisumbui na gari linalokuja kwa mbali. Hajui spidi ya gari, hajui hatari iliyopo, lakini kwa sababu ameshika mkono wa baba yake, hana wasiwasi. Anatembea kwa amani katikati ya hatari asiyoiona. Hicho ndicho kiini cha kujisalimisha kwa Mungu. Si kwamba hatari haipo, ni kwamba mkono uliokushika ni imara kuliko hatari yenyewe. Sasa niruhusu nikupe mfano mmoja kutoka neno la Mungu. Mfano ambao umenigusa kila ninaposoma.
mfano wa Ibrahim na mwanaye Isaka kwenye Mwanzo ile sura ya 22. Ibrahim alikuwa amemsubiri mtoto huyu kwa miaka mingi ya machozi, miaka mingi ya kusubiri ahadi ya Mungu itimie, na hatimaye Isaka akazaliwa. Furaha, tabasamu, ahadi imetimia. Lakini siku moja Mungu akamwambia Ibrahim jambo liloonekana kutokuwa na mantiki kabisa. Mchukue mwanao wa pekee uliyempenda Isaka, uende naye mpaka nchi ya Moria, ukamtoe huko kuwa sadaka ya kuteketezwa. Sikiliza vizuri. Mungu akamwambia amtoe mwanaye, yule mwanaye aliyemgoja kwa miaka karibu 45. Kwa imani, kwa machozi, kwa maombi. Sasa fikiria wewe ungekuwa Ibrahim, ungefanya nini? Wengi wetu tungehoji, wengi wetu tungebishana na Mungu, wengi wetu tungesema, Mungu hapana, si huyu, si hivi, si sasa. Lakini Biblia inasema Ibrahim aliamka asubuhi na mapema, hakusubiri, hakusita, akamchukua Isaka, akachukua kuni, akachukua kisu, akaenda mlimani. Na katika safari ile ya siku 3, siku 3 za ukimya, siku 3 za kutembea na swali zito moyoni, Ibrahim hakuzungumza na mtu. Alitembea tu akiwa amemwachia Mungu kile kitu cha thamani kubwa kuliko vyote alivyokuwa navyo. Na juu ya mlima ule, ilipofika saa ya kutoa sadaka, Ibrahim alifunga mikono ya Isaka, akamlaza juu ya madhabahu, akainua kisu, na ndipo malaika wa Bwana akamwita, Ibrahim, Ibrahim, usimguse kijana, wala usimtendee neno lolote, kwa kuwa sasa nimejua ya kuwa unamcha Mungu, kwa vile hukunizuilia mwanao wa pekee. Angalia nyuma yake, kulikuwa na kondoo dume amenaswa kichakani kwa pembe zake. Tazama Mungu alivyo. Mungu alikuwa ameshaandaa mbadala kabla hata Ibrahim hajapanda mlimani. Ndugu yangu, hii ndio siri. Wakati Ibrahim alipoachilia kile alichokipenda zaidi, si kwamba Mungu hakukichukua tu. Mungu aliandaa. Kondoo dume alikuwa tayari amenaswa kichakani kabla Ibrahim hajaanza safari. Mungu hakusubiri Ibrahim afike mlimani ndipo aanze kutafuta suluhisho. Suluhisho lilikuwa tayari limeshaandaliwa. Hii ndiyo tunaita Yehova Yire, yani Mungu atupaye. Na hii ndiyo inayotokea kwako pia. Pale unapoachilia kikamilifu, unagundua kwamba Mungu alikuwa ameshaandaa jibu kabla hata hujaomba. Sasa niambie, ni nini unachokishikilia leo ambacho Mungu anakwambia niachie? Labda ni ndoa yako, labda ni kazi yako, labda ni mtoto wako ambaye anakupa wasiwasi usiku na mchana, labda ni ugonjwa, labda ni deni, labda ni ndoto uliokwisha kata tamaa nayo. Chochote kile, Mungu haangalii ukubwa wa tatizo lako. Mungu anaangalia kama utamwachia au la. Ukimwachia Mungu,
utapata amani isiyoelezeka. Ukimwachia Mungu, unaacha kubeba mzigo ambao haukuumbwa kuubeba. Ukimwachia Mungu, unaanza kulala usingizi tena. Ukimwachia Mungu, mikono yako inachoka kushikilia, unaanza kupumzika. Ukimwachia Mungu, sikiliza vizuri, unaanza kuishi tena. Nataka nikwambie jambo dogo la kuchekesha kabla sijaendelea zaidi, kwa sababu hata katika mambo mazito tunahitaji tabasamu kidogo. Umewahi kuona mtu akiendesha gari alafu abiria pembeni yake naye anataka kuendesha gari kwa maneno? Pita huku, punguza spidi, angalia kuna gari, simama hapo. Dereva anajaribu kuendesha, lakini abiria yule hataki kumwachia usukani wala hataki kunyamaza. Sasa fikiria, huyu abiria akijaribu kushika usukani wakati dereva bado anaendesha, gari litaenda mrama. Litaenda mrama kwa sababu watu wawili wanataka kushika usukani mmoja kwa wakati mmoja. Ndugu yangu, hivyo ndivyo tunavyomfanyia Mungu mara nyingi. Tunamwambia Bwana, wewe ndiwe dereva wa maisha yangu, alafu tunashika usukani wenyewe wakati yeye anajaribu kuendesha. Tunaomba, Mungu chukua usukani, alafu dakika 5 baadaye tunarudi tunashika tena. Huko si kujisalimisha, ni kuachia kabisa mikono yako kwenye usukani kama unataka kujisalimisha kweli, na kumwamini yule aliye na uzoefu wa milele wa kuendesha. Sasa hebu tuzungumze kwa uwazi. Nini hasa kinatokea unapomwachia Mungu maisha yako kikamilifu? Kwanza, unapata amani. Sio amani ya kukosa matatizo, hapana. Ni amani ipitayo akili zote, kama Biblia inavyosema katika Wafilipi 4:7, na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Ni amani ambayo inakuwezesha kulala hata wakati wa dhoruba inavuma nje. Kumbuka Yesu alipolala ndani ya mashua wakati dhoruba kubwa ilikuwa ikitikisa bahari. Wanafunzi walikuwa na hofu, lakini yeye alilala. Kwa nini? Kwa sababu alijua nani ni baba yake. Ukimwachia Mungu, unaweza kulala hata wakati dhoruba ya maisha inavuma. Pili, unapata uhuru. Fikiria mtu anayebeba mzigo mzito mgongoni, akitembea umbali mrefu, jasho likimtoka, mgongo unauma, alafu ghafla anautua mzigo ule chini. Mwili wake unavyojisikia mwepesi ghafla, ndivyo roho yako inavyojisikia pale unapomwachia Mungu vitu ulivyokuwa ukivibeba peke yako. Unaacha kubeba mzigo wa kudhibiti kila kitu, wa kujua kila kitu, wa kutatua kila tatizo mwenyewe. Unakuwa huru. Tatu, unapata mabadiliko. Warumi 12:2 nasema, wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Kujisalimisha si tukio la mara moja, ni mchakato. Kila siku unapoamka na kusema Mungu, leo pia nakuachia, unabadilika kidogo kidogo. Tabia zako zinabadilika,
mtazamo wako unabadilika, jinsi unavyowatendea watu inabadilika, hutabaki yule yule. 4. Unapata maandalizi ya Mungu. Kama Ibrahimu alivyokuta kondoo dume kichakani, Mungu hafanyi kazi nusu. Anapokwambia uachilie, ni kwa sababu yeye tayari ana mpango bora kuliko uliokuwa nao mkononi mwako. Mara nyingi tunashikilia kwa sababu tunaogopa kwamba tukiachia hatutabaki na kitu. Lakini ukweli ni kinyume. Tukiachia mikono yetu, ndipo Mungu anaweza kuweka baraka yake mikononi mwetu. Mikono iliyofungwa haiwezi kupokea kitu kipya. Kuna wakati katika maisha kila mmoja wetu anaofikia mlima wake, mlima wa Moria katika maisha yetu, mahali ambapo Mungu anatuuliza, utanipa mwanao wa pekee? Si kwa sauti kubwa kutoka mbinguni, bali kwa ile hali ya moyo, lile shinikizo la ndani, yale machozi ya usiku, ile sala inayoonekana kutojibiwa. Na katika mlima ule, kila mmoja wetu ana machaguo mawili tu: kumzuia Isaka Mungu asimchukue, au kumpa Mungu Isaka ili amrudishie Isaka pamoja na kondoo dume. Nataka nikuulize, na hili sio swali la kujibu kwa kinywa tu, ni swali la kujibu kwa moyo. Je, umekuwa ukishikilia kitu ambacho kimekuchosha? Umekuwa ukibeba mzigo ambao haukuumbwa kuubeba? Umekuwa ukijaribu kuwa Mungu wa maisha yako mwenyewe badala ya kumruhusu Mungu wa kweli aketi kwenye kiti chake? Ndugu yangu, njoo tuachilie, njoo tufunguliwe, njoo kama Ibrahimu tupande mlima wetu tukiwa na imani, tukijua kwamba Mungu tayari ameandaa jibu kabla hata hatujafika juu. Njoo kama Yesu bustanini Gethsemane, tuseme kwa unyenyekevu, si mapenzi yangu bali mapenzi yako yatimizwe. Kwa sababu ninachojua kwa hakika ni hiki: Mungu hawezi kushindwa na tatizo lako. Mungu hawezi kuishangaa hali yako. Mungu hawezi kuchelewa kutusaidia. Kikwazo pekee ni sisi kushikilia mambo ambayo tunapaswa kumwachia yeye. Nakumbuka msichana mmoja niliyewahi kukutana naye ambaye alikuwa akipambana na ugonjwa mzito, na alikuwa amejaribu kila kitu: madaktari, dawa, ushauri, hakuna kilichofanya kazi. Siku moja, badala ya kuomba tena, Mungu ponya ugonjwa wangu, aliomba tofauti. Alisema, Mungu, hata kama huniponyi, mimi nitakuabudu na kuachia hii hali yangu. Na jambo la ajabu likatokea. Si kwamba ugonjwa ulitoweka ghafla, bali kwamba yeye mwenyewe alibadilika. Aliishi kwa imani ambayo hata madaktari hawaweza kuelewa. Na miezi michache baadaye, uponyaji ukafuata. Lakini hata kama usingefuata, tayari alikuwa ameshinda, kwa sababu alikuwa ameachilia. Hii ndio nguvu ya kujisalimisha. Inakupa ushindi hata kabla jibu halijaonekana, kwa sababu ushindi wako hautegemei mazingira yako, unategemea nani anishika usukani wa maisha yako. Nataka nirudie hii kwa sababu roho yako inahitaji kulisikia tena na tena. Ukiachilia,
Mungu anachukua. Ukiachilia, Mungu anaandaa. Ukiachilia, Mungu anabadilisha. Ukiachilia, Mungu anaponya. Ukiachilia, Mungu anarudisha. Ukiachilia, Mungu anatimiza. Kila unapoachilia, Mungu anafanya kile ambacho mikono yako haikuweza kufanya. Basi leo, mahali ulipo, kama ni nyumbani, kanisani, kwenye gari, popote pale unaposikiliza, na kualika, weka chini mzigo wako, weka chini wasiwasi wako, weka chini udhibiti huo unaotaka kuwa nao juu ya kila kitu. Inua mkono wako, hata kama ni ndani ya moyo wako tu, nasema pamoja nami: Bwana, si mapenzi yangu bali yako yatimizwe. Na kuachia kabisa, kwa sababu pale unapofikia mahali pa kusema hivyo kwa dhati, si kwamba maneno matupu, bali kwa moyo wote, ndipo mbingu zinaanza kufanya kazi kwa ajili yako. Ndipo malaika wanaanza kutenda kazi. Ndipo kondoo dume anaonekana kichakani. Ndipo dhoruba inatulia. Ndipo mzigo unaanguka. Ndipo unaanza kuishi kweli. Ndugu yangu, dada yangu, kushikilia kuna chosha, kuachilia kuna komboa. Hutaweza kupokea kile Mungu anataka kukupa mikono yako ikiwa bado imefungwa kushikilia kile unachotaka kushikilia wewe mwenyewe. Leo ndo siku na sasa ndo saa. Achilia ndoa yako mikononi mwa Mungu. Achilia kazi yako mikononi mwa Mungu. Achilia mtoto wako, afya yako, mustakabali wako, hofu yako, machozi yako, vyote mikononi mwa Mungu, kwa sababu yeye anayeweza kuhesabu nyota anaweza pia kuhesabu machozi yako. Yeye aliyemletea Ibrahimu kondoo dume kichakani ataleta na kwako suluhisho lako. Yeye aliyemsikia Yesu bustanini Gethsemane anakusikia wewe leo. Basi simama hapo ulipo, kwa moyo wako, kwa roho yako, na sema kwa mara ya mwisho pamoja nami: Mungu, naacha kushikilia na kuachia. Timiza mapenzi yako kwangu. Basi kuanzia leo usiishi kama mtu aliyeshindwa, bali kama mtu aliyeshinda, kwa sababu unapomwachia Mungu kikamilifu, uachilii kwa hasara, unaachilia ili apate kukupa kile ambacho ni bora zaidi kuliko ulichokuwa umekishikilia. Ishi kwa uhuru, ishi kwa amani, ishi umemwachia Mungu. Amen.